There's a time. Walihitajika wanawake waombolezaji. Needed people who could cry. Wako wapi? Where are they? Wanawake mbona wanashikana wanasema, hebu tunaenda nyumbani mwao tukalie kwa habari ya madhabahu ya Mungu Bwana akafanya ongezeko. Wako wapi? The woman which can get that God cry in the house of the Lord. Wakina nani ambao watashikana na kusema tuandae jeshi kubwa la maombi kwenye madhabahu? Wako wapi? Where is that nation of girls that can stay in the altar? Tumezungukwa na shughuli nyingi za ulimwengu. We are surrounded with most activity of this world. Kuliko na shughuli nyingi za Mungu. More than the activity of this world. Mahali tunapopoteza. This way where we are losing. Tunajali fedha sana mbele. We count money more in front. Kuliko kujali mambo ya Mungu kwenda mbele. More than funding the face of the Lord in front. Hiyo pesa hata ukipata leo, that money funded today haitotosha kutimiza mahitaji yako. It won't be enough to accomplish your. Yaani kusacrifice siku moja kusema nitakaa nyumbani mwa Mungu, nitafanya usafi, nitadeki, to say nitalima huko nje mpaka vizuri, nitapanda maua, to say why kuteko, to say one day you do cleanliness the whole church. Have you ever used that time? Kutaka siku moja nisema ninafunga siku moja kwa ajili ya madhabahu tu. You say I fast one day for the altar. Na nitashinda madhabahu nitakuwa nikiomba tu. There will be to the altar just praying only. Vile unajishughulisha na mambo ya Mungu. The way you do your activity for the Lord. I assure you. Na kwa kishia the Lord atashughulika na mambo yako pia. Will do with your own things also. Kuna nafasi Mungu hawezi kutupatia. There's a chance the Lord cannot give us. Kama sisi tu kwa ajili ya kuweza kujitoa mbele za uso wake na kujitoa zaidi kumtumikia yeye. If us we are not to him that we cannot submit to serve him. Hiyo mfuko ambao unaiona wewe ni ndogo sana mbele za Mungu. That 10,000 you see it is so small. Ni kubwa sana. It is the most big in front of the Lord. The other thing, this is the most dangerous one. Kujiridhisha kiroho. To have spiritual assurance. Kujiridhisha. To assure yourself kiroho. Spiritually. Spiritually confound them. Kujiridhisha kiroho. Hebu soma kitabu cha Mithali. Reading that book of Proverbs. Mithali sura ya kwanza mstari wa 32. Proverbs 1 verse 32. Mithali sura ile ya kwanza mstari wa 32. Proverbs 1 verse 32. Kimbia sana haraka. Kwa maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Soma tena kwa uzuri watu waweze kusikia. Sikiza kwa makini mtu wa Mungu. Kwa maana kurudi kwao wajinga